Mkulima mwenzangu, karibu sana. Je, umewahi kujiuliza kwa nini unatumia hela nyingi kwenye mbolea, lakini miti yako ya matunda bado haizai vile unavyotarajia? Sasa, ngoja nikwambie, tatizo linaweza lisiwe udongo wako, bali ni kosa moja kubwa ambalo wengi wanafanya bila kujua. Leo, sisi kutoka Kilimo Biashara Africa Limited, tutakufunulia siri hii na kukuonyesha jinsi ya kuliepuka ili shamba lako liwe la faida kweli kweli. Hebu sikiliza kisa hiki cha kweli kabisa kutoka kwa mkulima mwenzetu. Aliwekeza shilingi 800,000, si pesa ndogo, kununua mbolea ya urea. Aliamini anafanya kitu sahihi kabisa, na kweli miti yake ilistawi, ikawa na majani mabichi ya kupendeza, lakini kwa miaka 2 mfululizo hakuvuna hata tunda moja. Hebu fikiria hasara hiyo. Na unajua nini cha kusikitisha zaidi? Hasara yote hii ingeweza kuepukwa kwa maarifa rahisi tu, maarifa ambayo tunakupa leo hapa. Sasa, swali langu kwako. Je, hali hii inasikika kama ni hadithi ya shamba lako? Unaona miti yako inakuwa mikubwa, yenye afya, majani yanang'aa, lakini msimu wa matunda ukifika, hakuna kitu? Kama jibu ni ndio, basi tulia, uko mahali panapofaa. Sisi hapa Kilimo Biashara Africa Limited hatukai ofisini tu, hapana. Sisi tuko na wewe shambani. Tunafanya kazi na wakulima kote nchini, tukitoa ushauri wa kitaalamu unaotokana na uzoefu wa vitendo. Lengo letu ni rahisi, kukuwezesha wewe mkulima kuepuka hasara na kuanza kupata faida halisi kutoka kwenye jasho lako. Sawa, twende moja kwa moja kwenye kiini cha mambo. Tatizo lenyewe tunapenda kuliita mkanganyiko wa kijani. Hii ni hali ile ambapo mti wako unaonekana una afya nzuri sana kwa nje, majani mengi umejaza, lakini kwa ndani hauna uwezo wa kuzaa matunda. Na chanzo namba moja cha mkanganyiko huu ni nini? Ni matumizi ya mbolea isiyo sahihi. Urea, wacha tuiweke wazi, ni mbolea zuri sana, lakini kwa ajili ya mahindi au labda mpunga. Kwa nini? Ina nitrojeni kwa wingi, asilimia 46, lakini kwa miti ya matunda, hapo ndipo kosa kubwa linapofanyika. Nitrojeni yote hiyo inaupa mti amri moja tu: kuza majani, kuza matawi, na inausahaulisha kazi yake kuu ya kuzaa maua na hatimaye matunda. Ili uelewe vizuri zaidi, hebu fikiria hivi. Kuupa mti wa matunda urea peke yake ni sawa kabisa na kumlisha mtu sukari tupu kila siku. Ataonekana ana nguvu za ghafla, lakini kwa ndani mwili wake unakosa virutubisho muhimu na anaanza kuugua. Ndivyo unavyoufanyia mti wako. Unampa nguvu za majani, lakini unadhoofisha uwezo wake wa kuzaa. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, suluhisho ni nini? Basi suluhisho ni rahisi kuliko unavyofikiria. Ni kuelewa lugha rahisi ya mbolea, lugha ya NPK. Hizi herufi 3 ndiyo siri yote. Ukizielewa hizi, utajua jinsi ya kulisha mti wako chakula sahihi kwa wakati sahihi. Hebu tuzichambue. Tuanze na herufi ya kwanza, N. Hii ni nitrogen. Kazi yake ni kukuza majani na matawi, kufanya mti uonekane umeshiba na una afya. Ni muhimu hasa mti ukiwa mchanga. Lakini, na hili ni lakini kubwa, ikizidi ndio inasababisha ule mkanganyiko wa kijani. Mti unakuwa kama bodybuilder asiye na nguvu. Sasa, twende kwa P, yani phosphorus. Huyu ndiye injinia wa mmea. Anajenga mizizi imara chini ya ardhi, na muhimu zaidi, anahamasisha utengenezaji wa maua. Kanuni ni rahisi sana. Hakuna phosphorus ya kutosha, hakuna maua ya kutosha. Na kumbuka, hakuna maua, hakuna matunda. Rahisi hivyo. Mwisho kabisa, tuna K, yani potasiamu. Huyu sasa ndiye anayefanya finishing touch. Baada ya maua kuwa matunda, potasiamu inaingia kazini kuhakikisha matunda yanajaa vizuri, yanakuwa matamu, yanapata rangi nzuri na uzito unaofaa sokoni. Huyu ndiye anayeleta pesa mfukoni. Sasa angalia hapa kwenye jedwali. Tofauti ni kama usiku na mchana. Upande mmoja tuna urea 4600, yani uninitrojeni tupu. Ni mlo usio na uwiano kabisa. Upande mwingine tuna NPK 17 17 17, mlo kamili, uwiano sawa wa virutubisho vyote vitatu muhimu.
Sasa unaona tofauti? Sawa, umeshajua siri ya NPK. Hiyo ni nzuri sana. Lakini swali muhimu ni, utaitumiaje sasa shambani kwako? Hutakiwi kubahatisha. Hapa ndipo tunapokupa ratiba rahisi kabisa ya kulisha miti yako kuanzia mche mchanga hadi wakati wa kuvuna. Ni simple sana. Mwaka wa kwanza, lengo letu ni kujenga mti imara, unautumia mbolea kama CAN au NPK yenye nitrojeni kidogo zaidi. Miaka ya pili hadi ya tatu, mti unajiandaa kuzaa, unampa fosforasi nyingi zaidi kama NPK 10-20-20. Kuanzia mwaka wa 4 na kuendelea, hapo sasa mti ni mfanyakazi, unahitaji mlo kamili kama NPK sabatasha na unaongeza na potasiamu zaidi ili kuboresha ubora wa matunda. Sasa, naomba usikilize kwa makini. Kuna makosa matatu ambayo naona wakulima wengi wanafanya. Epuka haya. Kwanza, usimwage mbolea nyingi kwa mara moja ukidhani ndio unausaidia mti. Utauunguza, bora kidogo kidogo kwa awamu. Pili, usitumie mbolea wakati wa jua kali. Kama huna maji ya kutosha kumwagilia, utaunguza mizizi. Na tatu, ukishaweka mbolea, ichanganye kidogo na udongo. Usiache juu juu, itapotea na jua. Sasa, unaweza kuwa na mbolea bora duniani, unaweza kuwa na ratiba nzuri kabisa, lakini yote hayo yataishia kuwa bure kama ulianza na jambo moja lisilo sahihi. Na jambo hilo ni nini? Ni mche wako. Kila kitu, narudia, kila kitu kwenye kilimo cha matunda huanzia kwenye mche bora. Na kwa sababu huu ni msimu wa mvua, wakati mwafaka kabisa wa kupanda, sisi wa Kilimo Biashara Africa Limited tumeona si vema tukuache hivi hivi. Tumekuandalia ofa maalum na ya kipekee ili uanze msimu huu vizuri kabisa. Sikiliza ofa yenyewe ilivyo. Ukianza safari yako na sisi kwa kununua miche 50 tu, sisi tunakuongezea miche mingine 10 bure kabisa juu yake. Ndiyo, umenisikia vizuri. Unapata miche 10 ya bure. Na haishii hapo. Kadri unavyochukua miche mingi, ndivyo ofa inavyokuwa nono zaidi. Ukichukua miche 100, unapata 20 bure. Miche 500, unapata 100 bure. Na kwa wawekezaji wakubwa, miche 5,000 inakupa miche 1,000 ya ziada bila malipo. Na subiri, kuna kingine. Sio tu miche ya bure. Kila mteja anayenunua kwenye ofa hii anapata bonus yetu maalum, mwongozo wetu wa kitaalamu wa jinsi ya kuandaa shamba lako bure kabisa. Tutakushika mkono hatua kwa hatua. Lakini kama ilivyo kwa mvua, ofa hii haitadumu milele. Ina ukomo wake, tarehe 31 Machi 2026. Usichelewe. Mvua haimgoji mtu, na ofa yetu pia haitakungoja. Basi usisubiri tena. Chukua simu yako sasa hivi. Piga namba hii unayoiona hapo kwenye skrini, 0763070107. Wasiliana nasi, sisi wa Kilimo Biashara Africa Limited. Agiza miche yako bora leo na tuanze safari hii ya mafanikio pamoja. Acha nikuulize swali la mwisho. Je, uko tayari kuacha kilimo cha kubahatisha? Uko tayari kugeuza shamba lako liwe biashara inayokupa faida ya kudumu kwa miaka mingi ijayo? Kama jibu ni ndio, sisi tupo tayari kukusaidia. Wasiliana nasi leo.